Na kama tulivyokutangazia kwamba tutakuwa na mahojiano maalum na katibu mtendaji wa tume ya TEHAMA, mkurugenzi mtendaji wa tume ya TEHAMA, na hasa tukifahamu kwamba tarehe 15 mwezi Julai tutashuhudia kwa mara ya pili katika historia watu waliofanya vizuri kwenye masuala ya TEHAMA wakituzwa, na hizo zinafahamika kama tuzo za TEHAMA. Pamoja na hilo, pamoja na mambo mengine mengi yanayofanyika kuhusu maendeleo ya TEHAMA hapa nchini Tanzania, tutazungumza hapa na Dr. Kundwe Mwasaga. Karibu sana Dr. Nafurahi sana kuwa nawe kwenye matangazo yetu. Nashukuru sana, good luck kwa kupata fursa hii. Naam. Kuja kwenye kipindi chako ambacho ni mashuhuri sana. Wanasemaje tume ya TEHAMA? Tume ya TEHAMA tupo, tunaendelea na kazi yetu ya kuhakikisha kwamba mapinduzi ya kidijitali yanaendelea vizuri na tunawajumuisha vijana na watu wengine wote kujenga uchumi ambao tunataka tujenge. Kuna wanaodhani kwamba Tanzania bado tuko nyuma sana kwenye masuala ya TEHAMA, hasa wakilinganisha na mataifa mengine ambayo yamepiga hatua kubwa sana kwenye TEHAMA na mapinduzi makubwa ya kidijitali kama mataifa ya Asia na mataifa ya Ulaya na hali kadhalika mataifa ya Amerika. Tanzania, the state, Tanzania iko katika hali gani hivi sasa tunavyozungumza katika mapinduzi hayo unayosema ya TEHAMA nchini? Unajua, tukiangalia mapinduzi ya kidijitali mara nyingi tunaangalia nguzo tano. Ya kwanza ujuzi, ya pili kuhusiana na usalama wa mitandao na kulinda au kujenga imani kwa watu, ambayo inaangalia ulinzi wa taarifa binafsi, faragha za watu na kuwalinda watumiaji. Tunaangalia pia na nguzo ya mawasiliano, kuwafikia watu wote. Alafu nguzo ya nne ni uchumi wa kidijitali. Alafu nguzo ya tano ni masuala mazima ya utafiti wa kidijitali, ubunifu wa kidijitali na ujasiriamali wa kidijitali. Sasa Tanzania ukitaka kuiangalia vizuri tumefika wapi, inabidi tuangalie vile vipimo vinavyopima nchi vya dunia. Kwa sababu tukizungumza wenyewe wanaweza kusema kwamba tunajipendelea. Ukiangalia jinsi World Bank au Benki ya Dunia inavyoangalia katika maeneo ya kutoa huduma za kidijitali kwa nchi, wana vipimo vyao wanavyopima nchi zote duniani. Tanzania ipo katika nchi bora, kundi la kwanza kabisa nchi bora duniani. Ukiangalia masuala ya usalama mtandao, taasisi inayoitwa ITU ambayo ni part ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya mawasiliano, kwenye masuala ya usalama wa mitandao Tanzania ni nchi kati ya nchi bora duniani ambayo ilipata maksi 92 point something huko. Ukiangalia vijana wetu jinsi wanavyofanya bunifu za akili unde, wanafahamika vizuri, wanashinda mashindano makubwa. Nilikuwa katika mashindano ya namna hiyo yalifanyika Kenya, ambao vijana wetu walishika nafasi ya kwanza. Kuna mashindano ya Huawei yanayofanyika ya dunia kila wakati China, vijana wetu wanashinda. Kwa hiyo tunaendelea na juhudi ya kuhakikisha kwamba tunawatengenezea chachu, kutengenezea mazingira waweze kufanya vizuri zaidi, kwa sababu kwa Tanzania ukiangalia vizuri vijana wetu wana uwezo mkubwa wa mambo ya kidijitali. Kwa hiyo sisi kama tume, kazi yetu ni kuhakikisha tunatengeneza mazingira bora zaidi ili tuweze kwenda kufanya vizuri zaidi. Na katika kundi hili la vijana elimu ambazo zinatolewa hapa nchini, ndio ninyi mnakuja kukutana na vijana ambao wapo katika utendaji, lakini misingi wanapewa huko vyuoni. Ndio. Tupo katika nafasi gani hasa katika huu utoaji wa elimu hasa huko kwenye TEHAMA? Hilo swali lako kusema kweli ni nzuri. Nitapenda kuelezea kuna kazi moja tunayoifanya kama tume ni kupitia mitaala ya vyuo vikuu, haswa ile mitaala ambayo inahusiana na kompyuta, kuhakikisha kwamba kinachofundishwa kule kinafanana na mahitaji wa ajili ambao wenyewe ndo wanakuwa na wale wanafunzi katika sehemu za kazi. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba kwanza tunafanya utafiti kujua kinachohitajika kwa ajili ni kipi na kinachohitajika duniani ni kipi. Alafu tukipata mtaala tunahakikisha kwamba ule mtaala unatoa majawabu ya yale mahitaji yanayohitajika kwa ajili wa Tanzania na waajili wa dunia ambavyo wanavyotakiwa. Sasa ukiangalia hivyo ni kwamba vyuo vyote ambavyo vinatoa elimu ya kidijitali hapa Tanzania, kwa kuwa mitaala yao inapitia tume, vitu vinaandikwa kule viko sawa.
wenyewe wanashindana tu kwenye jinsi gani unavyoweza kutoa ubora wa kuwafundisha wanafunzi. Lakini kitu ambacho tumekiona sasa hivi, wanafunzi wengi tunaoona uwezo wao uko vizuri. Unajua vijana wa sasa hivi teknolojia ni kitu ambacho wamekuwa nacho na ni vitu ambavyo wanavifanya kila siku. Kama ukiangalia katika maeneo ya Kiliunde kuna bunifu ziko nyingi sana za wa vijana, na hata katika haya mashindano au TEHAMA Award tumejionea, kwa sababu ukiangalia mwaka jana watu wangapi ambao walijitokeza ili kushindana, na ukiangalia sasa hivi umefika 345 na kuna bunifu za kila aina. Kusema kweli nilikuwa naambiwa na wale majaji wanaozipitia hizi kwamba kazi sio rahisi sana, kwa sababu vijana wana uwezo mkubwa na teknolojia ni kitu ambacho ni chao kabisa, tofauti na sisi ambao tulisoma kidogo muda mrefu kidogo. Lakini tuliona pia mlikuwa mmefikia makubaliano ya kutengeneza mfumo ambao ni akili unde ambayo itatumia lugha ya Kiswahili. Ndio. Mlipeleka kwa taifa la Italia bila shaka. Kabisa. Kuna ushirikiano wote na wataalamu wetu kutoka hapa nchini kushiriki kutengeneza huo mfumo, na pengine pia utakuwa umefikia wapi? Ule mfumo ambao tumeingia makubaliano na kampuni ya Amawave ya Italy, tuliangalia kwamba katika akili unde hasa wanapotengeneza hii mifumo hii ya sasa hivi, akili unde inakuwa ina uwezo wa kutambua lugha fulani, na tukaangalia kwamba lugha ambazo zina nafasi kubwa sana duniani kwa kiasi kikubwa ni Kiingereza. Sasa Kiswahili kwa Watanzania hii ni lugha yetu kusema kweli, na tukaona kabisa kwa sababu kuna dunia mpya ambayo inajengwa ya akili unde, Kiswahili na chenye inatakiwa kiwepo. Sasa tumeshirikiana nao kuhakikisha kwamba tunatengeneza, kuna mfumo wa msingi unaitwa, kwa sababu katika akili unde inapokuja katika hizi modo kuna vitu viwili. Wanasema unajenga mfumo wa msingi, alafu juu yake ndio kutakuwa kuna mifumo mbalimbali kutokana na ubunifu mbalimbali watakazofanya. Sasa mfumo wa msingi huu ambao unaitwa foundational model ndio tunajenga nao, ambao utakuwa kwa Kiswahili. Wataalamu wa Tanzania wako wengi ambao tunahusiana nao. Na wale tunashirikiana nao kwa sababu nchi yao wamepiga hatua. Kwa hiyo na sisi tukitaka twende kwa haraka kuhakikisha kwamba tunatengeneza vipi mfumo wa msingi, ni vizuri kushirikiana nao, na haswa wenyewe wana ile mifumo ya data center ambayo inawezesha kutengeneza hiyo foundational model. Na namna ya kutengeneza ina hatua 5. Hatua ya kwanza ni kutafuta taarifa zozote zile nyingi za kwenye magazeti, sehemu mbalimbali zilizoandikwa kwa Kiswahili. Ya pili, unazipanga zile taarifa vizuri, au kwa Kiingereza wanasema ni annotation. Ya tatu, unaanza kuifundisha sasa akili unde kuanza kuelewa. Sasa ukishaifundisha ile inakuwa ina uelewa fulani, lakini baadaye ndo unaanza kuiuliza maswali, lakini hiyo kabla hujapeleka kwa watu, unauliza maswali alafu unayarekebisha yale majibu mpaka inafikia kipindi ambacho inakuwa inajibu vizuri na ina uwezo mkubwa wa kuweza kuchakata na kuweza kukupa majibu yako. Alafu hatua ya mwisho ndio unawapa sawalaji waanze kutumia huo mfumo. Kwa hiyo hizo hatua zote tunaendelea kufanya kwa pamoja, tunahusisha wataalamu mbalimbali, kwa sababu tume ya TEHAMA ni tume ambayo inaratibu maendeleo ya TEHAMA. Kwa hiyo kwenye kuratibu tunashirikiana na wataalamu mbalimbali waliokuwepo Tanzania na waliokuwepo nje, ili kuhakikisha kwamba Kiswahili kinakuwepo katika dunia ya akili unde, na Kiswahili cha Tanzania haswa kiendelee kuwepo, kwa sababu sisi wote tunafahamu Viswahili vinatofautiana, lakini Kiswahili cha Tanzania ni Kiswahili ambacho kiko fasaha. Sasa Dokta, na hebu tuongelee, uligusia zile nguzo mbalimbali tunazungumzia TEHAMA. Ndio. Tunafahamu kwamba ni wazi huwezi kutumia TEHAMA kama hauna internet ya uhakika kabisa, na sio tu internet ya uhakika, internet ya kasi. Sasa hebu tuambie hali ya access ya internet sasa hivi nchini ikoje, kwa namna ambavyo tume mmejihakikishia hilo ni moja. Kila pili, tunafahamu kwamba tunahitaji internet yenye kasi, na kasi ambayo inazungumzwa duniani zaidi hivi sasa ni kasi ya 5G. Ndiyo. Na yenyewe access yake tumefikia asilimia ngapi? Ni swali zuri sana uliozungumzia, na linaangukia katika ile nguzo ya 3 ambayo nimeelezea. Nguzo inahusiana na kupeleka huduma za mawasiliano ya kidijitali
kwa watu wote bila kuwa na ubaguzi. Sasa nitapenda kuelezea kwanza hatua zilizochukuliwa na serikali kuhakikisha kwamba watu wote wanapata internet yenye kasi. Nadhani mtakumbuka kuna minara 758 ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua, ambayo hiyo minara imejengwa katika maeneo ya rural areas, yani maeneo ambayo hayako mjini. Nia ni nini? Nia ni kuhakikisha kwamba internet ya kasi inawafikia, kwa sababu internet ya kasi ndio inamwezesha mtu kuweza kupata faida kubwa za uchumi wa kidijitali. Kwa sababu kumbuka tunajenga uchumi wa kidijitali. Na kilichofanyika ni kuhakikisha kwamba watu wanapata 4G na kuhakikisha kwamba 5G na yenyewe inaendelea kukua. Sasa uliuliza kuhusiana na 5G. 5G ina matumizi yake ya aina yake, na matumizi mengi ya 5G yanahusiana na vitu vyote unavyosikia, kwa mfano smart agriculture, smart city, kuhakikisha kwamba marobotic yanafanya kazi vizuri na vitu kama vingine. Kwa maana nyingine ni kwamba uchumi wa tehama tunaotengeneza sasa hivi tunavyoenda mbele, kifaa ambacho kitakuwa kinahitaji sana internet ya kasi kitakuwa ni sensors. Na sensors zinatumika sehemu nyingi. Unavyoona drone inavyofanya kazi. Kwa hiyo ni matumizi zaidi ya kwenye shughuli ambazo zinaleta maendeleo ya kijamii. 5G ndio inatija kwenye mazungumzo, lakini kwenye mazungumzo tu ya kawaida hata 4G na yenyewe iko vizuri tu, haina shida. Lakini tunapozungumzia 5G ni vitu vyote ambavyo vinasaidia zile sekta za kiuchumi ziweze kufanya kazi kidijitali. Na kifaa ambacho kinahitajika zaidi ni sensor, na sensor zinatakiwa zipate internet ya kasi. Kiasi kwamba ukiwa hata hapa ofisini uweze kufanya kazi zako vizuri. Dokta, kwa hiyo wale ambao wanatumia 5G kwenye simu za kawaida za mkononi au wanakuwa wanafanya matumizi makubwa ya internet au? Unajua kitaalam wanasema mtu anavyotumia simu kupata internet ya kasi unatakiwa uangalie anatumia huduma gani. Kwa mfano kama unatumia YouTube, unatumia kuongea na watu, yale matumizi ambayo siku zote tunayafanya, kuchat na vitu vingine, hautaona tofauti kubwa kati ya 5G na 4G. Kwa sababu hata kwa sasa hivi tu unapata vizuri bila shida yoyote. Lakini matumizi makubwa yatakuwa ya shughuli za kiuchumi zaidi. Sasa kuna watu wengine wana wasiwasi kuhusu kufikia malengo hayo ya matumizi ya tehama na kunufaika kikamilifu kwenye matumizi ya tehama, ikiwa bado kama ulivyosema zaidi mnashughulika na 4G huku mkihakikisha pia 5G inakuwa. Lakini ukiangalia takwimu mbalimbali zinaonyesha kwamba nchini Tanzania bado 1/3 tu ya watu ndio wanatumia 5G hivi sasa. Sasa kwa hii kasi ndogo ya kwenda kwenye 5G inawapa baadhi ya watu wasiwasi kwamba inawezekana tusiende na kasi ya dunia, hasa katika kunufaika na teknolojia ambazo zipo hivi sasa kama AI na teknolojia nyingine, kwa sababu bado intaneti yetu haitakuwa na kasi ya kiwango hicho ambacho kinahitajika. Unajua kama mwanzo nilivyosema, matumizi makubwa sana ya 5G yapo kwenye shughuli za viwanda na shughuli za uzalishaji. Na unapokuwa unaleta internet ya kasi kama ya 5G, kuna vitu vingi unatakiwa viangalie. Upande wa kwanza ni kuleta hiyo teknolojia. Yaani unaweka minara nini inakuwa inatupa mawimbi ya 5G. Lakini ili uweze kuipata 5G vizuri inatakiwa simu yako na yenyewe iwe ya 5G. Sio ya 4G. Kutoka kwa ilikotengenezwa. Ukiwa na simu ya 4G unatupiwa mawimbi ya 5G, utapata huduma ya 4G. Kwa sababu simu inaweza ikapokea afu ikaishusha katika level ambayo inataka kufanya. Kwa hiyo ili kuanza kupata faida kubwa inatakiwa simu za 5G na zenyewe zianze kuwepo. Na simu of course kuna watu najua wanazo lakini zina gharama kidogo. Kwa shida kubwa iliyopo sasa hivi ni miundombinu au ni gadgets, ni vifaa tulivyo navyo? Mimi naona kwa watoa huduma wenyewe wakiona uhitaji unakuja mkubwa. Yaani watu wengi wana simu za 5G na wenyewe wataendelea kutengeneza kuweka tawa ambazo zinafanya. Kwa sababu wao kwenye mitambo yao ukiwasha tu simu wanaweza kujua. Kila wakati wanakuwa najua kwamba simu za 5G ziko ngapi, simu za 4G ziko ngapi. Hiyo wala sio shida kwao. Kwa sababu wafanyabiashara wengi ni wafanyabiashara. Wanawekeza ili pesa zao ziweze kurudi kwa haraka. Ukisema kwamba uweke nchi nzima 5G alafu simu ziko chache, utakuta umeweka
mtaji mkubwa alafu ikachukua muda mrefu kukua. Lakini kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba matumizi makubwa ya 5G yatajionyesha katika maeneo ambayo yanahusiana na shughuli za kiuchumi zaidi, mashamba, kwenye viwanja vya ndege, kwenye viwanda, kwa sababu sasa hivi tunasema shughuli za kidijitali zinaenda zaidi kwenye robotic, kwenye AI. Kwa mfano kama wewe Goodluck unaweza ukawa una huduma ya 5G ambayo simu yako inaweza kucontrol vitu vingi vya nyumbani kwako. Ni matumizi ya namna hiyo, lakini hatusemi kwamba, kwa mfano kama unaweza kuangalia sinema kwenye simu sasa hivi na kwenye quality nzuri, na sasa hivi iko 4G. Sasa hata ikija 5G ni huko sio sana, lakini sana itakuwa katika zile shughuli za kibiashara. Kwa hiyo zinakuwa, ukiangalia percentage ya penetration ya 5G iko 30%, na kama ulivyosema sasa wale watumiaji kwa ajili ya simu wako wachache. Matumizi mengi yako kwenye viwanda sasa. Kwa mfano kuna basi moja kama mmesha kuliona linatembea la kampuni, labda nisihitaje kampuni kwa sababu sio nisije nikafanya mambo ya advertisement, lakini linatembea kwenda kuwafundisha watu tehama. Ni kubwa. Sasa network yake ilikuwa ndani ya ile gari ni 5G. Kwa hiyo 5G inatumika, lakini katika matumizi fulani kwanza kwenye viwanda. Alafu baadaye itakuja kukua jinsi simu zinavyozidi kuwa nyingi ambazo zinaweza kuwa 5G. Na nimeona pia hata kwenye mitandao mbalimbali ya simu zile internet ambazo wanaziuza wanatoa internet ya aina mbili. Ndio. Wanakutolea ya 5G na 4G. Ndio. Kwa hiyo ukiwa una join, wewe mwenyewe unachagua kutokana na aina ya simu ambayo unaitumia. Kama ni 4G au ni 5G. Dokta, uliwahi kutuambia kuwa Tanzania inahitaji zaidi ya wataalamu 10,000 kwa ajili ya usalama wa mitandaoni. Ndio. Hasa kutokana na ukuaji wa hii AI akili unde. Kabisa. Tumefikia wapi hivi sasa, na pengine pia tume mnashirikiana vipi na vyuo vikuu kwa ajili ya kuwakuza hawa wataalamu na kuanza kuwatumia katika jamii? Tume kama siku zote ninapenda kuelezea na majukumu makubwa mawili. Jukumu la kwanza, sisi ni waratibu. Kwenye uratibu wa utekelezaji wa sera TEHAMA tuna mahusiano na taasisi zote za umma na taasisi za sekta binafsi. Alafu tuna wajibu pia kukuza TEHAMA. Sasa kwenye kukuza TEHAMA tunakuza wataalamu, tunakuza kampuni hizi changa au startups zinaitwa, tunakuza uchumi wa kidijitali kwenye mikoa yote ya Tanzania, na vile kukuza uchumi wa Tanzania sasa wa kidijitali uwe shindani na nchi zingine. Sasa kwa kufanya hivyo, nguzo moja ambayo nilielezea mwanzo ni swala zima linalohusiana na usalama wa mitandao, kulinda faragha za watu, kulinda taarifa za watu binafsi na kulinda walaji wa hizo huduma za kidijitali. Sasa ili haya yote uweze kufanikiwa, inatakiwa tuwe na wataalamu wengi ambao wanaweza kufanya hiyo kazi vizuri. Vyuo viko zaidi, viko 32 vyuo vina offer kozi mbalimbali ambazo zinagusa masuala ya kuwafundisha watu wawe na uwezo wa kulinda mifumo hii. Na uzuri sasa, sisi tuna candidate ambayo ina wataalamu wote wa TEHAMA, na tukiangalia wataalamu wa usalama wa kimtandao wanakuwa kwa kiasi kikubwa, na sisi pia tuna jukwaa la masuala ya usalama wa kimtandao ambayo tunalifanya kila mwaka, na pale tunakuwa tunaangalia maendeleo yetu yako vipi na vitu gani ambavyo vinatakiwa vifanyike. Sasa hivi ukiangalia katika eneo kubwa ni kwamba kuna internet nyingine inaitwa internet ya vitu, kama mshakusikia au wanasema internet of things. Kuna matumizi makubwa sana ya internet ya namna hiyo kwenye kilimo, kwenye viwanda na sehemu zingine. Kwa hiyo wataalamu wengi wanahitajika, sio tu kulinda computers hizi tunazo simu, kulinda mitambo mbalimbali ambayo inatumia internet hiyo ambayo tunasema internet ya vitu. Kwa hiyo wataalamu wanakuwa, na tunashirikiana na vyuo, tunashirikiana na watu binafsi ambao wana vyuo vingine kuhakikisha kwamba tunatoa utaalamu na kuwaonyesha kila wakati maeneo gani ambayo inatakiwa tujenge uwezo mkubwa. Sasa tuende kwenye jambo kubwa ambalo liko mbele yetu Dokta, na sasa mnakwenda kutoa tuzo kwa watu ambao wamefanya vizuri kwenye TEHAMA. Ni mara ya pili mnafanya jambo hili. Kwanza hebu tukumbushe
sababu hasa ambayo ilikuwa nyuma ya kuanzisha tuzo za namna hii? Unajua, tulivyokuwa tuna tathmini maendeleo ya TEHAMA ya Tanzania, kila wakati kwa tunaangalia kwanza ukuaji wa TEHAMA uko vipi, na kabla ya mwaka jana tuligundua kwamba TEHAMA imekuwa kwa kiasi kubwa hasa katika masuala ya ubunifu na ujasiriamali, na tulivyoangalia katika ubunifu tukagundua kwamba ubunifu katika sehemu zote, katika mashirika ya umma kuna vijana wengi ambao wameingia katika masuala mazima ya ujasiriamali wa kidijitali. Kuna mahusiano mbalimbali mengi yanahusiana katika eneo hilo. Kwa hiyo tukaona hapa, kwa sababu sisi kazi yetu ni kukuza, ni vizuri tutengeneze tuzo ambazo zitatengeneza chachu kwa wale wabunifu na wale ambao wanasaidia ubunifu uweze kutokea, kwa sababu katika masuala ya ubunifu tuligundua kabisa kwamba ili mtu aendelee anahitaji kuwa na ecosystem, yani kuwa na eneo ambalo linaweza likamsaidia kukua. Kwa hiyo wale actors au wale watu wote ambao wanahusika katika hiyo ecosystem tukasema tuwatengenezee tuzo, tuwape motisha ili waendelee kulifanya hilo jambo. Hiyo ndio ilikuwa msingi mkubwa wa kufanya TEHAMA Award, na tukasema hii TEHAMA Award tusiifanye tu sisi watu wa serikali, tushirikiane na sekta binafsi na washirika mbalimbali, kwa sababu ili liwe ni jambo letu wote kwa pamoja. Kwa hiyo hicho ndio kilichopelekea na tukaanza mwaka jana na kwa mafanikio makubwa sana. Pia kitu ambacho kingine tulichokifanya kuhakikisha kwamba hizi tuzo zinafuata zile vigezo vya kimataifa, tumechagua kampuni ya ukaguzi ya Deloitte ili kuhakikisha kwamba process nzima ya kuwapata washindi wa tuzo hii inafanyika vizuri na inafuata vigezo vya kidunia ambayo ishafanyika. Okay. Na sasa mmefikia wapi katika mchakato? Sasa hivi tulipofikia ndio tuko katika yaani wale majaji karibu wanaimaliza hiyo kazi, afu baadaye ndo watakuja sasa tena watu wa wakaguzi kuangalia kila kitu, alafu then tarehe 15 Julai tutafanya hizo tuzo. Kwa hiyo zimesalia siku 14 tu. Zimesalia siku 14. Mwaka jana mlifanya Arusha bila shaka? Mwaka jana tulifanya Arusha, tunajitahidi kwamba kufanya katika sehemu mbalimbali. Mwaka huu tunakuwa wapi? Tutakuwa Dar es Salaam. Okay. Sasa bila shaka unajua tuzo nyingi huwa zinafanyika. Sasa natamani kujua ni ile tu mmefanya huo mchakato, watu wamepata tuzo, ama kuna kitu ambacho mnajaribu kukitengeneza kupitia hizi tuzo? Yaani vision yenu kwenye tuzo hizi ni nini hasa? Mnataka kutengeneza kitu gani? Sababu kuwatuza watu, yes fine, mnaweza kufanya hivyo na watu wengine wanafanya kwenye sekta mbalimbali, lakini kuanzisha tuzo za TEHAMA hapa nchini, lengo lenu kubwa hasa ni nini? Malengo yako kadhaa. La kwanza nilisema kutambua ubunifu mbalimbali wanaofanya na watu ambao wanasaidia katika eneo hilo. Kama nilivyosema mwanzo, katika ubunifu wa kidijitali mtu mmoja peke yake hawezi kufikisha mafanikio yote. Yaani kidijitali ili mtu aendelee anahitaji ecosystem. Nimekosa neno la Kiswahili, tutanisamehe. Yaani mazingira ambayo yanaweza kumsaidia yeye ule ubunifu wake uweze kukua. Na watu wanaosaidia wao ni wako wengi. Kuna mabenki, kuna TV station kama yenu, kuna mashirika, kuna serikali, kuna vyuo na watu mbalimbali. Kwa hiyo cha kwanza ni kuwapa chachu waendelee kuifanya hiyo kazi. Lakini katika dunia ya ubunifu kuna kitu kimoja ambacho hata wabunifu watakubaliana na mimi, wanapokuwa wanatafuta wawekezaji, kwa sababu ubunifu au ujasiriamali wa kidijitali, ukisikia mtu ameanzisha startup, mara nyingi wanaanzisha startup ili baadaye aiuze. Hawaanzishi startup ili kupata faida, ni kuuza. Sasa ili uweze kuwavutia watu waweze kuja kuwekeza katika kampuni yako, kuna kitu wanakiita traction. Traction ni kwamba kwa mfano mtu wa nje aje aikute kuna startup moja Tanzania. Swali la kwanza anakuwa anauliza, huko ndani ya nchi yako kweli unafahamika? Au hiki kitu ambacho unasema kwamba ni ubunifu mzuri na vitu vingine unajulikana? Sasa hizi tuzo ni kitu kimojawapo cha kuhakikisha kwamba kujenga ile imani kwamba hiki kitu kinafahamika, kimeshawahi kushinda hata tuzo za nchi yetu. Alafu pia kitawapa chachu wawekezaji wa ndani ya nchi sasa waweze kuwekeza katika hizo startup.
Na tulivyofanya tuzo za mwaka jana, kuna vitu tumeshaanza kuviona. Kuna watu ambao wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutokana na zile tuzo. Na changamoto ilikuwa hapo Dokta, kwamba hizi tech startups mnaziita, kumekuwa na changamoto ya muda mrefu ya kukua kwenda kwenye projekti kubwa. Ndiyo. Na kuzifanyia kazi. Pengine tuzo hizi zinaweka mkono kiasi gani kuhakikisha hawa wabunifu wanakuwa na hizi projekti zinakuwa za kwao au zinafanya kazi na kampuni nyingine kubwa na wanaonekana? Ndio. Nitatolea mfano, kuna mshindi mmoja aliyeshinda mwaka jana ambaye kutokana na ushindi huo ule ubunifu wake umeweza kukua. Of course siwezi kuelezea kiasi cha pesa alichopata kwa sababu hajaniambia. Ila umetoa ajira 800 kwa vijana wengine. Okay. Sasa utaelewa kwamba jinsi ukubwa wa ubunifu wake. Na yeye amebuni ubunifu ambao unatatua changamoto ya vifaa vya kidijitali katika shule za kata. Sasa ukiangalia ukubwa hilo wa hiyo changamoto ni kubwa kwa sababu shule za kata ziko nyingi. Ametengeneza vizuri na ni kijana tu wa Kitanzania na ule ubunifu wake unazidi kukua jinsi muda unavyokwenda. Na juzi nilimuuliza akasema wanataka kufungua kiwanda cha kuanza kuassemble vifaa mbalimbali vya kompyuta kutoka nje. Kwa hiyo ni mojawapo ya faida ambazo tulizipata kutokana na tuzo zilizopita. Lakini kuna vijana ambao walishinda, kama kuna kijana mmoja ambaye amepata scholarship, sasa hivi anasoma kuna chuo kikubwa duniani katika mambo ya akili unde. Kwa hiyo hivi vitu vinawasaidia sana watu wengi. Na kuna wengine wengi tu waliweza kupata yani inawajengea watu imani kwamba huu ubunifu uko sawa na anatambulika na serikali, wanapata tenda mbalimbali serikalini. Na tuzo zinahusisha watu wa namna gani? Ni watu labda vijana wa vyuo vikuu, startups, tunajua pia hata vijana hawa wadogo ambao wako shule za sekondari na yeye pia wana vitu vyao wanavifanya vya kitehama tena sana. Kwa hiyo tunatamani kujua ni makundi gani ambayo mmeamua kuaccommodate kwenye tuzo hizi? Tuzo hii kwanza ina makundi 14. Alafu ina makundi madogo madogo 44. Okay. Kwa hiyo ukiangalia idadi ya washindi ni wako wengi. Alafu tunaangalia kategori mbalimbali. Kuna kwa mfano kuna wabunifu labda wanawake, kuna wabunifu vijana, kuna wabunifu wadogo, kuna mashirika ya umma. Kumbe hata watoto pia wanania shule za sekondari. Kote tunaangalia. Hakuna kwa sababu ubunifu unajua ni mtu yote anaweza kufanya ubunifu. Hata mtu ambaye yuko hata primary, hata secondary anaweza kuja na hajaenda chuo kikuu, labda mtu wa mtaani tu anaweza kufanya. Tena hao ndo wengi. Hao ndo wana uwezo mkubwa kwa sababu kwa Tanzania sasa hivi kama mmeona kuna uwekezaji fulani ulifanyika katika hizi shule za sekondari hasa hizo wanasema za private. Kuna vijana sasa hivi wengi ambao wako katika level ya sekondari na wana uwezo kubuni vitu vizuri kabisa. Bila shida yoyote. Kwa hiyo vijana wetu hao wamebadilika sana. Lakini kama nilivyosema mwanzo, tunaangalia ubunifu katika mashirika ya umma, ubunifu wa kibenki, ubunifu katika mambo ya sustainability. Kwa hiyo kuna makundi mengi na kuna makundi madogo 44. Kwa hiyo inawagusa watu wengi sana. Sawa, Dokta, kwa kumalizia, tunafahamu ushiriki wenu wa kuiandaa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Ndio. Unaiona wapi Tanzania ya 2050 kidigitali? Tanzania ukiangalia jinsi dira yetu ilivyoandikwa imeonyesha wazi kabisa matamanio yetu ni kujenga uchumi wa kiasi cha $1 trillion. Hicho cha kwanza. Okay. Na imeangalia kwamba mapinduzi ya kidijitali kuwa ni driver wa ile. Sasa ile driver maana yake anaweza kuwafikisha haraka kabla miaka 25 inayokuja au vipi. Kwa hiyo sisi ukiangalia sasa hivi tulivyo TEHAMA inagusa kila sekta za kiuchumi. Kwa hiyo shughuli zote zile ambazo zinachangia katika pato kubwa la taifa za kiuchumi tunazitegemea kwamba ziweze kutumia TEHAMA kwa kiasi kubwa ili ziweze kuleta tija. Kwa sababu kikubwa tunachokiangalia katika upande wetu sisi ni katika TEHAMA ni kwamba kufanya TEHAMA kwanza itengeneze kazi kwa vijana ambayo hicho tumeanza kukiona, lakini pia hii sekta ianze kutoa mchango mkubwa katika pato la taifa. Kwa hiyo tunakoenda, kwa kuwa tuna mkakati sasa hivi wa uchumi wa kidijitali wa nchi ambao ulizinduliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mwaka
2024 utaenda mpaka 2034. Hivi vyote tunatakiwa tuvifikishe kwa haraka, alafu baada ya hapo tujenge sasa jamii ya kidijitali, kwa sababu hatua tulizokuwa tunaenda nazo tangu mwaka 2003 ni kujenga miundombinu ya kidijitali. Sasa hivi kuanzia mwaka 2024 mpaka 2034 kujenga uchumi wa kidijitali, alafu mwisho tutajenga jamii ya kidijitali. Kwa hiyo kuna digital infrastructure, digital economy na digital society, na nchi zote zinaangalia sasa kujenga jamii ya kidijitali ambayo itakuwa inatumia huduma mbalimbali za kidijitali bila mtu kuhitaji kwenda chuo kikuu kama tunavyotumia umeme kabisa. Dr. tunakushukuru sana. Tunashukuru sana Dr. Tunatakia kila laheri kwenye tuzo hizo ambazo zitafanyika tarehe 15 mwezi wa 7 pale Superdome Masaki. Superdome Masaki, na wanakaribisha sana katika tuzo hizo ili tuweze kuwa kwa pamoja tusherekee maendeleo ya Tanzania ya kidijitali. Shukrani sana Dr. Naam, ni Dr. Nkundwe Mwasaga ambaye tumezungumza naye hapa. Huyu ni mkurugenzi mkuu wa Tume ya TEHAMA Tanzania.